Habari za asubuhi, bila shaka uko sawa sawa. Nikutakie sikukuu njema ya Eid al-Adha, Eid Mubaraka kwa watazamaji wote ambao wameamka mapema na kuhakikisha kwamba wanatufuatilia kupitia Azam TV, kituo cha matangazo kwa kiasi kikubwa, 99% ikiwa ni habari za michezo zaidi, na 1% tukao tunawapatia habari kupitia UTV katika zile habari za kawaida. Karibu sana, mimi ni Pasco Kabombe. Muda mrefu sana tumemisiana kukutana asubuhi. Kwa wiki hii kidogo nimeamua nichukue kijiti kwa tuko wote leo na kesho pia tutakuwa wote kwenye Sports AM kuhakikisha tunakupa habari tofauti. Timu ya taifa ya Tanzania iko kule Afrika Kusini kwenye michezo ya kirafiki na michezo ya kualikwa, na yenyewe pia inaingia kwenye kundi la michezo ya kirafiki kujiweka sawa sawa kwa ajili ya michezo mbalimbali ya kufuzu kwa kombe la dunia. Kuna michezo ya AFCON na nini, kuweka timu sawa sawa. Mimi ni Pasco Kabombe na nipo hapa na Philip Mkini. Uko sawa sawa? Safi. Kuna tofauti ya Filipo na Philip? Hapana, jina ni ile moja. Ile mbwembwe tu bwana. Mbwembwe tu fulani vile. Ile kutoa ile ondo mbwembwe. Inatakiwa iwepo. Yaani ile ikiwepo na Philip. Kwa nini ni wakina Filipo? Sisi wote ni kina Philip. Okay. Sawa. Charles Abel Kisu. Na wako na tofauti ya Charles na Charles? Tofauti ipo. Ipo Charles kuna ara katikati. Ukisema Charles hiyo da. Ara kama umevuka hiyo. Kiswahili sana. Alafu pia ukiwa na hela ni Charles. Ukiwa huna hela wewe Charles tu. Charles. Au Chale. Hiyo Chale imeka vibaya, bora Charles. Post niambie. Inategemea na mfuko. Kabisa. Yaani Pasco mara nyingi huwa ni kuanzia tarehe 28 pale mpaka kwenye tarehe 10 mwezi unaofuata. Hapo katikati. Hapo ni Pasco. Huyo anakuwa Pasco huyo. Hata kuiandika unaandika Pascali. Baada ya hapo wewe ni Pascali tu kama Pascali wengine. Hakuna hauna tofauti na kina Pascali wengine. Kwa kumbe majina yanamaanisha yanajipima na mfuko jinsi ulivyo. Japo kiasili kina Pascali ni watu wa Ufaransa. Kiasili na kina Pasco Pascal. Sasa walivyotawanyika sehemu mbalimbali duniani kwa nchi zinazozungumza Kiingereza ndio akatokea kina Pasco sasa huko. Wewe unatumia Ufaransa? Hapana. Sisi si anglophone bana. Okay. Japo ndapotokea nyumbani kule Arusha ndio hiyo Pascali. Zinaongezwa na lazima zile lizi vutike sana. Leo kuchinja leo kuchinja. Sijapata mialiko bana. Haujaitafuta. Niko mengi. Katika watu wa mapema sana nitegemea nipate mwaliko wake ni pamoja na Jabiri, lakini sijajua Jabiri amekumbwa na nini. Bana Jabiri hata na kijana wake Moland sijaona hata mwaliko wake kwa kijana wake Moland. Ninahisi inawezekana hayupo mjini. Na moja kati ya watu ambao nitegemea mimi pengine ningetoka hapa na bwana Chazi tungeenda huko, ilikuwa ni pamoja na kwa mke Enge na bwana Abdullah. Lakini bwana Abdullah bwana kama namba zetu vile hana. Lakini zikifika sikukuu zetu zile unasikia mwandamizi vipi? Mbona mimi kwenye zetu ndo nakuwa mwandamizi. Wewe mbona uwe mwandamizi kwenye za kwenu? Abdullah kachinja lakini. Sasa hapo ndo kuna mtihani. Hivi kuchinja kwanza ni jana leo? Ni leo? Leo ndo sikukuu yenyewe. Kile asubuhi ndo mchakato unafanyika. Mapema au ukishatoka kuswali ile ukija ndo narekebisha. Yaani leo sikukuu. Itangutia Kigamboni. Tegemea hizo maswali kwapi au kwapi. Yaani sehemu moja hapo kati ya hizo tutakopo. Au akapiga hat-trick kule. Kote. Unaanza hapa funda kumalizia kule. Sehemu ya tatu naambia niko njiani nimechelewa. Kumbe umechelewa pahala. Bwana timu ya taifa imecheza jana tumejipima na wenzetu. Naona kama walituwekea kikosi cha chani ukiacha ule mchezaji mmoja ule. Nadhani mmoja ndio unaona mwanaga kwenye ile bafana ile seniors. Walikuwa kina Maswangani. Unajua iliwakosa wachezaji wengi sana wa Mamelo. Kwa sababu wachezaji wa Mamelo wote hawakuwepo kikosini. Yaani Hugo Bross amewapa nafasi kujiandaa na kombe la dunia la klabu. Kwa hiyo ametumia zaidi wachezaji wengi ambao wanacheza Orlando, Stellenbosch na timu zingine za South. Bosi wale goalkeeper wale wa Sport. Ndio. Kwa hiyo of course ni kwa sababu walikuwa na hiyo, lakini wengi ni wachezaji ambao wamekuwa
wanaitumikia South Africa, na Afrika Kusini hawapishani sana na sisi kwa maana ya aina ya kikosi chao. Kwa miaka mingi wamekuwa wanatumia wachezaji wanacheza ligi yao ya ndani. So ilikuwa ni strong Afrika Kusini. Yaani Afrika Kusini inabakia kwa Afrika Kusini. Of course. Umeangalia mechi jana? Ya, naangalia. Mechi nzuri, ni kipimo kizuri kuelekea kwenye CHAN. Mimi ukiniambia nitakwambia ni maandalizi mazuri ya kuelekea kwenye CHAN, kwa sababu hata aina ya wachezaji ambao walitumika wengi ni wale ambao watapata nafasi kwenye CHAN. Kwa nafikiri ilikuwa ni kipimo sahihi, na mashindano haya kwa Safa pia yakimalizika, basi mwalimu atakuwa ameshapata picha halisi ya kwamba timu yake ina direction gani kuelekea kwenye mashindano yao. Tofauti ya CHAN zingine na hii ni kwamba hii ndio tuna host. Uwezi ni ngumu kuweza kuwa muandaji alafu matokeo yanakuwa yale ya vipindi vingine vya nyuma. Yaani sasa hivi lazima kuwa kuna kitu cha tofauti. CHAN hii ni lazima Stars iwe na kitu cha kubeba, at least nusu finali, robo finali. Au angalau umeenda finali na umechukua ubingwa. Yaani ndio kitu pekee ambacho mashabiki watakuwa wanakisubiri. Na moja ya kitu ambacho wachezaji wafahamu pamoja na technical staff, inapokuja swala la CHAN, sisi ni waasisi. Yaani katika nchi za mwanzo kucheza CHAN na sisi tumo. Yeah. Kwa sisi sio wachanga kwenye CHAN. Yaani kwenye CHAN sio wazoefu. Sisi kule atusherekei kufuzu. Kufuzu tabaki kwenye AFCON. Lakini kwenye CHAN nayo mimi naikataa sasa hivi. Sasa hivi hatutakiza na kusherehekea kufuzu. Lakini kwenye CHAN kwa kweli sisi kule inabidi tufike hatua kubwa. Nakumbuka 2009 ile ya Ivory Coast kule. Sahihi kabisa. Zambia tu walitufitini mwishoni, tulikuwa tunapita. Sare moja ile tunaenda semi ile. Watu 15 ilikuwa sahihi. Sasa itakuwa mbaya kwetu. Lakini pia Cameroon tulikwenda tukiwa na Etienne. Kule tulienda na Maximo. Huko tukaenda na Etienne. Maximo alitupa dira nzuri. Yaani tuende turudi, lakini hapa tunapopita leo Maximo kuna msingi fulani vile alitengenezea. Kuna wakati kama vile timu ya taifa ilikuwa tumechukulia kama vile kitu cha kawaida sana. Yaani baada ya kuja Maximo direction ikatengenezwa. Njia tukawa tuna njia nzuri ya timu ya taifa inapita na mashabiki kuanza kuipenda timu. Nafikiri ndio tournament yake kubwa zaidi ilikuwa ile ya CHAN kwa Maximo, ndio. Ndio ilikuwa kubwa zaidi. Na akatuachia hapo, tunamshukuru. Tumeendelea vizuri. Lakini pia tunaona mwanga kwa Morocco sasa hivi. Miaka 10 baadaye tukaenda AFCON. Tukaenda AFCON ambayo AFCON tulikuwa tunaisikia kwenye bomba muda mrefu kidogo. Lakini AFCON Tanzania wanazungumza kinatenga, lakini baada ya hapo naona mambo yamekuwa si mabaya sana kwetu. Faustini, mchezo wa jana kwa namna wewe pengine ulivyotazama, kuna kitu umeona? Maana kuna wengine ndio mechi yao ya kwanza. Baadhi ya wachezaji nimeona mechi yao ya kwanza, si wengi sana. Zabel, bila shaka sasa hivi uko sawa sawa. Wachezaji waliopata nafasi jana? Kwangu mimi nilifurahia kwanza na kikosi, aina ya kikosi ambacho kilipangwa kwenye ile mechi. Unajua ni mechi ya kirafiki, hatuna cha kupoteza zaidi ya zile ranking na vitu kama hivyo, lakini kwa benchi la ufundi kuonyesha kile kikosi, maana yake kuna kitu ambacho wanakitafuta, kama ambavyo amezungumza Philip Nkini hapo kwamba tuna mashindano ya CHAN. Na ukiangalia kikosi ambacho kilikuwa kimeanza, ukimtoa Msuva, asilimia kubwa sana ni wachezaji ambao wanacheza ndani. Kwa hiyo hata performance ya Msuva tu na mwalimu na mwalimu, Msuva na mwalimu. Asilimia iliyobakia yote ni wachezaji ambao wako ndani. Maana yake ni kwamba kocha anajaribu kutengeneza kile kikosi ambacho kitakuwa mwenyeji hapo kwenye mashindano ya CHAN. Na kwenye performance uwezo ukasema amecheza vibaya. Japo mimi binafsi nimeridhishwa sana na uwezo wa golikipa. Anazidi kuimprove sana kipa ule. Anazidi kufanya vizuri. Chaz? Mimi kwanza nimpongeze mwalimu Morocco. Nimpongeze kwa sababu ya uthubutu. Unajua mchezo kama ule kuanza na mchezaji kama Amadi Pipino kwenye eneo la kiungo, yule dogo wa 20 yule wa KMC. Yaani ni mwalimu ambaye national team kumpa kwa mechi dhidi ya timu kama Afrika Kusini ni uthubutu wa hali ya juu. Na uzuri yule mchezaji ameonyesha kitu kwamba anaweza akawa msaada mkubwa kwa taifa siku za usoni. Lakini pia kuendelea kumwamini goalkeeper Yakub Suleiman. Unajua hizi timu zetu tumekuwa na kasumba kwamba mara nyingine hatuwaamini wachezaji wa design. Yaani muendelezo hapa katikati
kulikuwa na changamoto ya muendelezo. Mchezaji anacheza mechi ya goalkeeper anacheza leo, mechi inayofuata unaona golini kuna mabadiliko tena ya goalkeeper. Lakini unaweza kuona sasa hivi jinsi gani ambavyo timu imeendelea kumpa muendelezo ya Yakub Suleiman. Kwa hiyo inamuimarisha hata yeye mwenyewe. Anajiona kwamba sasa hivi ni goalkeeper ambaye anategemewa kwa taifa. Sawa sawa. Tutakuja kuangalia magazeti ambayo tuko nayo kwa leo hii. Kwa magazeti ya michezo hapa tuna Mwana Sport peke yake ambayo limetufikia, lakini pia tuna magazeti mengine ambayo yanaandika habari za michezo, lakini sio kwa 100%, na yenyewe pia tutayapitia hapa tuyatazame. Lakini mara baada ya mchezo kumalizika, mwenzetu Mahmoud bin Zuberi yuko na timu hiyo kule Afrika Kusini, na hii ni ripoti yake ambayo alitutumia. Na baada ya mchezo wa kirafiki kati ya Tanzania na Afrika Kusini, balozi wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini akiwa pamoja na kocha msaidizi Super Jamhuri Kiwelu na Patrick Mwagama, mkuu wa msafara wa timu hii, mpata fursa ya kuzungumza naye kutupa maoni yake juu ya mchezo alivyouona na mustakabali wa timu yetu kuelekea kwenye kwanza finali za CHAN na baadaye finali za AFCON. Balozi, umeonaje performance ya timu kwa ujumla? Kwa kifupi, mchezo ulikuwa mzuri sana, na kama ulivyoona tangu mwanzo dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 na dakika za nyongeza, wakati wote wachezaji wetu walikuwa wana mbio, walikuwa wana kasi, walikuwa wana stamina na walikuwa wanashambulia wakati wote. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi za dhati kwa benchi la ufundi, nitoe pongezi za dhati kwa walimu, lakini nitoe pongezi nyingi zaidi kwa wachezaji wetu kwa kuweza kuhimili na kucheza mchezo mzuri mbele ya maelfu ya washangiliaji waliokuwa wakishangilia mwanzo mwisho katika mchezo huu. Timu hii inaondoka kwenda kwenye michuano ya Kosafa. Wewe ndio mwenyeji wetu hapa. Neno kwa Watanzania. Watanzania ni kama walivyoona, show imeendelea, ubora umeendelea kuonekana, bendera yetu imeendelea kupepea hai kabisa, juu kabisa, na niwahakikishie kwamba hapa tumeonyesha sehemu ya kwanza, lakini kesho tunaenda kuonyesha sehemu nyingine ya pili. Kocha, baada ya mchezo mmepata draw mkiwa ugenini, sema ndio mabaya, lakini kwa ujumla unaweza kutueleza kiufundi mchezo ulikuwaje? Nafikiri ilikuwa mechi ngumu. Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza wachezaji, wameweza kujituma kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika hii mechi. Ni mechi ngumu kutana na South Africa katika uwanja wao, ina atmosphere hii si kitu cha rahisi. Kwa hivyo tulijua tunaenda kutana na timu ambayo ina pressure. Tulijaribu kumanage first half, tulikuwa ni ngumu 15 minutes za kwanza, lakini kila time tulikuwa tunaona tunaanza kuadapt ile hali sio. Kwa hivyo nafikiri ni mechi nzuri kwetu na ni mechi ambayo inatupa matumaini kwa safari yetu tunakwenda mbele. Mnakwenda Bloemfontein, lakini kuna watu ambao wanaondoka kurudi Tanzania na wengine wasafiri kwenda Morocco, au ratiba zao zikoje? Mimi nafikiri tumejua hayo mapema. Tumejaribu kutengeza kikosi ambacho baada ya mechi hii watarudi nyumbani, wale ambao wachezaji wataenda kucheza mechi zao za dabi zile, na kikosi kingine tutaenda huko ambako kuna mashindano ya Kosafa. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba tuna kikosi kizuri na huu mwanzo mzuri. Naomba Tanzania watuombee na tutajaribu kupigana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri huko tunakoenda. Tunashukuru kwanza kwa matokeo tuliyopata, hatujafungwa, lakini mchezo ulikuwa mzuri. Kikubwa tulikuwa tunahitaji kushinda, ila tumepata draw, sio mbaya, tutajipanga katika michezo ambayo iko mbele yetu katika michezo ya Kosafa. Ila mchezo huu ulikuwa mzuri kiukweli na umeona performance yenyewe ilikuwa sio mbaya. Wachezaji wamecheza kwa nafasi zao. Lakini pia ukiangalia mchezo huu tumecheza tuko ugenini, walikuwa na nguvu ya mashabiki, walikuwa na nguvu ya kila kitu, lakini sisi tumeweza kumanage mpira, tumeweza kuwasikiza makocha nini wanahitaji cha kufanya na tumeweza kuzingatia. Mwisho wa siku mchezo umeweza kutoka sare, lakini pia tunashukuru hakuna mmoja wetu aliumia, wote tuko salama na tunashukuru Mungu kwa hilo. Kati wa Tanzania ambao walikuwa hapa uwanja wa Peter Mokaba kushuhudia mchezo huu ni kati ya wachambuzi mahiri nchini Tanzania, Edward almaarufu Edo Kumwembe. Edo, dakika 90 za mchezo kati ya Bafana na Tanzania, kiufundi unaweza kuzielezeaje? Kiufundi nimependa sana discipline ya timu yetu kwenye defending. The way ambavyo tuna defend kwa discipline sana. Hao jamani mafundi wafupi wanapenya, wanapita, wanajaribu kulazimisha wakati mwingine cross, wakati mwingine wanajaribu kupenya, wanajaribu kupita katikati. Lakini kwanza kwenye swala cross wao hawana vimo virefu. Wote tuko sawa na ndio maana unaona mipira mingi sana wakina Baka, wakina Job waliwini, lakini kwenye kupenya vile vile bado tulikuwa tuko makini sana. Labda tatizo letu kubwa ambalo walimu sasa inabidi walifanyie kazi, tulikuwa tuna shida ya transition, lakini defending tulikuwa tuko vizuri. Leo as well defending kama unaona ndio maana imeisha bila. Tumedefend perfect kabisa, hakukuwa na shida, lakini transition ya sisi kwenda mbele ni kitu cha kufanya kazi, na of course kuna wachezaji ambao tunawamisi.
unajua Mahmoud ambao wanaweza kukaa na mpira mbele kama Samata, tumemmisi katika hiyo swala la transition, anaweza kukaa na mpira, na siku hizi kuna upcoming wetu ambaye anakuja vizuri, Mzinze, kama wangekuepo wanaweza kufanya kitu tofauti kushirikiana na Sema. Lakini so far so good kwenye swala defending na kukaa na mpira. Mahmoud, unakumbuka zamani pasi 5 hazifiki, asiwezi kutaja generation gani, lakini kwa sasa unaweza kuona vijana wanapiga pasi kwa sababu wamekulia kwenye ranks, wamecheza under 15, wamecheza under 17, under 20, kukaa na mpira hawana wasiwasi. Kwa hiyo kukaa na mpira kudefend hatuna shida, ila namna gani tunaenda mbele kutafuta mabao ndio mwalimu inabidi afanye kazi. Tunakwenda kwenye Kosafa. Wachezaji wote wanaocheza klabu za Simba na Yanga watabaki hapa Polokwane kwa safari ya kurejea Dar es Salaam kupitia Johannesburg kesho, pamoja na Suleiman Mwalimu Wydad naye anarejea kwa ajili ya klabu bingwa ya dunia ya FIFA. Kundi lililobaki kuelekea kwenye michuano ya Kosafa, ni mtazamo wako Edo Kumwembe? Mtazamo wangu ni kwamba sasa kuna watu inabidi wa step up. Kuna kijana nimemwona anaitwa Papino. Kuna wachezaji ambao watapata nafasi. Of course hii tunaita sasa wako kwenye senior team, lakini wametoka under 20, wakina Shiani. Ni muda wa kustep up, kuonyesha kile ambacho wanacho, kwa sababu sio kila siku uwe na Samata, uwe na Msuva, uwe sijui na nani. Of course kutakuwa kuna watu ambao wanaongoza. Nadhani Fei tutaenda naye, tutakuwa naye, hamna shida. Tatizo la hao wengine ni kwamba wanapopata nafasi kama hizi hawazitumii vizuri. Na hata wao wenzetu si ajabu walete vikosi vya senior players wale wakubwa. Kwa hiyo ni wakati wao kupambana, kuonyesha Watanzania, kwa sababu baada ya sare ya leo Mahmoud, nadhani unajua kwamba macho yatageukia kule Kosafa kwamba bwana tumetoa sare na Bafana kwao. Kwa hiyo watatazamia makubwa zaidi na wasidisappoint. Wakidisappoint inaonekana gap la wanaoanza na wasioanza ni kubwa, kitu ambacho mimi sipendezwi nacho. Pamoja na wote waliozungumza, lakini pia mkuu wa msafara wa Taifa Stars kwenye mechi hii ya kirafiki mataifa, lakini pia na kwa ujumla safari ya kwenye kombe la Kosafa, naye anayakutueleza juu ya mechi alivyoiona na kuelekea kwenye michuano ya Kosafa kwa ujumla. Kwanza awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, wachezaji wote wamekuwa salama, kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pili ni washukuru wachezaji kwa jinsi walivyojitoa kuheshimisha nchi, na pia benchi la ufundi pamoja na uongozi wote kwa ujumla. Tumepambana kwa kadri ya uwezo. At least tulitaka timu, of course tulitaka kushinda kama nchi, lakini hii moja ambayo tumepata sare basi na yenyewe inatosha. Tunamshukuru Mungu kwenye hili. Lakini kikubwa kwamba sasa hivi muda si mrefu tunaanza safari ya kuelekea Bloemfontein kwa ajili ya mchezo wetu ya Kosafa. Kama niliposema hapo awali kabla hatujafika kwamba sisi tuna timu bora, ndio maana tumealikwa katika mashindano haya na tumealikwa na hawa South Africa kuja kucheza na friendly match. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa ubora wetu huu tunaenda kufanya jambo kubwa kabisa kule katika mashindano ya Kosafa ambayo tunaenda kucheza mchezo wetu kesho. Ya hapa tumeyakamilisha kwa sare ya bila kufungana na wenyeji Bafana uwanja wa Peter Mokaba. Usiku huu wa Ijumaa Taifa Stars inasafiri kuelekea Bloemfontein, safari ya takriban masaa 7 hadi 8 tayari kwa mchezo mwingine wa Jumamosi usiku dhidi ya Madagascar, mchezo wa kundi C michuano ya Kosafa. Nikiripoti kutoka hapa Polokwane uwanja wa Peter Mokaba, mimi ni Mahmoud bin Zubeir pamoja na mwenzangu Emmanuel Zinga, safari kuelekea Bloemfontein. Shukran sana, nimekupata vizuri senior Mahmoud bin Zubeiri pamoja na kameramani wako bwana Emmanuel Zinga. Najua mmeshafika salama sasa hivi kwa ajili ya kutupatia taarifa baadaye kwenye mchezo huo ambapo Tanzania watacheza na Madagascar, na mechi hiyo pia itakuwa live kupitia Azam Sports 1 usiku. Kwa hiyo watu walikuwa wanauliza bana, mbona tumecheza leo tunachezaje na kesho? Mechi ndio hivyo. Jana ilikuwa kama warm up, afu leo sasa ndio mechi ya kimashindano. Tunarudi studio bwana. Bwana, umemsikia Sini alikuwa anazungumza na Sini ya mwenzake pale. Wametupatupa kidogo walioyaona kule. Edo ameongea kitu kimoja kizuri sana. Nakwambia wachezaji sasa hivi wanapita kwenye misingi imara. Tokea under 17, under 18, under 20, under 21. Kwa hiyo kuna kitu unajengeka, ndio maana timu ina uwezo wa kukaa zaidi na mpira. Ni kitu cha kuchukua cha kujifunza. Nilipokuwa naona wanazungumza pale Bizuberi na Edo, nikaa na tafakari sasa kwenye mambo yetu sasa kwa uandishi, nikasema pale wamekosekana watu wawili. Wamekosekana Philip Nkini na Michael Maurus. Bwana kule daraja kabla ni kubwa sana lile, pale alikosekana mtu anaitwa Saleali. Saleh pia yes. Pale Saleali. Yaani pale mtu sasa mimi nimesemea kwa zile makala nilizokuwa nazisoma. Na zile za kipindi hicho. Nyewe nendo mlikuwa mnapiga zile
Michael Maulus umenikumbusha mbali sana. Yupo yule bwana? Yupo. Sijamuona. Bado anaandika au? Anaandika. Bado anaandika? Anaandika. Okay. Inabidi tumtafute ndugu yetu yule bwana tuzungumze naye. Lakini pia alifungua online TV yake mpaka anakiendesha. Safi. Ila yupo. Jambo jema. Maendeleo makubwa sana. Kuna mwenzako bwana amesogea hatua moja kidogo. Jambo la kupongeza. Kwa napitia Mwanaspoti hapa bwana. Kwa watazamaji wetu najua wanaweza wakapata picha hiyo. Nasema Kamara, Hamza waibua kipengele. Maana kulikuwa ile hakuna kipengele labda uje nacho. Sasa inaonekana kama wenyewe wameibua kipengele huku. Wamekuja nacho. Wenyewe ndio wamekuja na kipengele. Inaonekana kutokana pengine na injury zao Inawezekana. Mahakama yatoa msimamo wa dabi, ilikuwa ni habari kubwa sana kwa siku ya jana. Jioni ndio ilikuwa story kubwa zaidi. Ilikuwa ikitamba na moja kati ya magazeti ya leo nimeona ni habari kubwa kwa magazeti mengi. Moja kati ya kesi ambazo wote tulikuwa tunajua majibu yake. Yaani majibu yako watu nini kinakuja kutokea. Na nadhani pia wanachama wapate elimu kidogo wao wanaelimishwa kuna vitu vingine wala vihitaji kutumia nguvu sana. Unashtaki alafu kila mtu anajua hukumu yake. Mechi na mambo mengi ile. Ipite tu. Ifike muda ipite. Tuendelee na maisha mengine. Tuendelee na mechi zingine kwa sababu sasa hivi kila ukiamka dabi ya Kariakoo. Nafikiri ndio kitu ambacho yaani kama kuna kitu kinazungumzwa sana sasa hivi basi ni dabi ya Kariakoo. Kabisa. Kuna michuano mingine ambayo pia itaonekana kupitia Azam TV na ni michuano ya Kombe la Dunia kwa vilabu, na Mwanaspoti hawajabaki nyuma, wametupa habari anasema kumuona Aziz Ki jiandae na gharama hizi. Sasa ni gharama gani utapitia utaona. Bila shaka hata ile 28 kifurushi cha mwezi inaweza kaa zimeandikwa humu ndani. Pamoja na viingilio vya kuingia uwanjani, na kama unatokea Afrika basi gharama inakuwa kubwa zaidi kutokana na usafiri. Kuna gharama kumwona Aziz Ki. Ndo maana wanalipwa hela nyingi sasa hivi. Ukisikia mchezaji analipwa hela nyingi ni pamoja na hivyo. Yaani ukishaanza kuona unamuona mchezaji kwa gharama kubwa, basi jua naye fungu lake ni kubwa. Yaani haiwezi uwezo kumuona kwa gharama kubwa la fungu lake likawa dogo. Idadi ya timu kwa kipindi kile zilikuwa zizidi 7. Sasa hivi 32. Ni jambo jema zaidi na ni sahihi kuchezesha mara baada ya ligi kumalizika, au angalau ingekuwa kama sehemu ya pre-season au mabingwa wanacheza alafu wanarudi kuendelea na ligi. Mimi ukiniambia nitasema ni kipindi sahihi. Hichi ni kipindi ambacho huwa mashabiki wa mpira huwa wanakuwa bored sana. Kwa ukipata tournament hapa ambazo mashabiki angalau wanaweza wakatumia mwezi mmoja au zaidi ya mwezi mmoja kuangalia, alafu unakwenda kuziona timu kama Man City, Chelsea, Wydad, Mamelodi. Nafikiri ni kitu kizuri. Yaani kwangu mimi naona kwamba hamna off season kwa sababu tukiamka ina maana sisi tunaamkia kwenye chani sasa. Sisi tunaunganisha. Kwa hiyo tunakuwa tumeunganisha. Ingawa kwa wachezaji wenyewe kwao ni vita, yani ni mpambano mkubwa sana. Ni mashindano ambao wanahisi yamekaa sehemu ambayo sio sahihi sana kwao kwa sababu ni muda ambao walitakiwa wapumzike sasa. Chaz? Mimi nimependa kwanza format ya mashindano. Unajua umezungumzia hapo zamani zilikuwa za timu 7. Lakini mfumo wa zamani haukuwa na unatenda haki kimpira. Kwa sababu zinacheza timu 7 lakini timu 2 zinatangulia nusu finali, yani bila kucheza. Mtakuta. Yani unakuta bingwa wa Ulaya, bingwa Amerika Kusini wenyewe washatangulia nusu finali. Alafu nyinyi wengine 5 ndio mnacheza mnatoana. Sasa kimpira haitengenezi ile ladha ya ushindani. Lakini sasa hivi nimezungumzia kuna timu 32 ambazo zimegawanywa kwenye makundi ya timu 4. Maana yake pale mtu kwanza anacheza mechi 3, kutoka hapo kuna 16 bora, kutoka hapo kuna robo finali, then kuna nusu finali na finali. Kwa hiyo maana kama timu inachukua ubingwa haichukui kwamba unajua kwa mfano let's say mashindano ya kwa mfumo wa zamani timu ilikuwa haipumziki muda mrefu. Unakuta kwa mfano TP Mazembe anatoka anacheza sio na timu ya Asia. Akitoka hapo labda akipita anakutana na timu sio labda kutoka Mexico au wakati ule Real Madrid anamsubiria tu. Yaani timu yake impata nafasi ya kupumzika, lakini hii inatengeneza ule angalau usawa wa kimpira. Na level ya kiushindani inakuwa iko juu. Kwa hiyo kwa maana ya kiushindani kwangu mimi nafurahia hiyo format walivyoitengeneza, lakini
wakati mwingine pia nawahurumia wachezaji kama alivyosema Mkini. Okay. Of course wachezaji wana ratiba ngumu. Yaani umetoka kukutana na ratiba ngumu. Leo ukiangalia ligi ya mabingwa Ulaya mfumo wao umeubadilisha. Timu ziko nyingi na zinacheza kwa mtindo wa ligi. Bado tena kuna ligi za nchi zao. Wachezaji wanacheza na mfululizo hawajapumzika, wanakuja kukutana na kadhia kama hii. Kwa hiyo kwa mtazamo wa afya sio nzuri, lakini kwa mtazamo ya kimpira na ushindani ni mashindano mazuri. Utajazia hapo kwenye swali hili Faustin. Nilikuwa naangalia idadi ya timu na mahali zinapotoka. Afrika kwa ujumla wetu kama bara tumetoa timu 4. Wakati Brazil tu kama nchi wametoa timu 4. Tumetendewa haki kama bara. Sasa kwenye timu 32 hatufanyi vibaya sana, semi hizi tunaingia sana. Kama waliangalia by records za nyuma. Semi final tumeshafika, finali tushafika mara 2. Kutoa timu 4 kwenye bara la Afrika wakati nchi kama Brazil peke yake wana timu 4. Kama wanatunani sana jamaa. Kwa sijafahamu criteria za FIFA katika uchaguzi wa timu, idadi ya timu kutoka katika kila bara kushiriki. Kwa sababu najua kuna bara nyingine wametoa timu 1, zipo ambazo wametoa timu 4, timu 2. Lakini kwa Afrika mimi maoni yangu ukilinganisha na mabara mengine na namna ambavyo mpira wa Afrika ulivyo, kwangu naona kama idadi ya timu 4 ni chache. Timu 4 ni chache, tungetamani kuona, na sio tu kwenye mashindano haya ya klabu bingwa dunia, hata kwenye kombe la dunia idadi ambayo tunapewa kwangu mimi naona ni ndogo ukilinganisha na mpira ambao upo Afrika, mpira ambao unafahamika. Lakini hilo bado linabaki kwa sasa ni jukumu la wenye mpira wao FIFA. Wanajua criteria zao, kwa nini wamechukua timu 5, kwa nini wamechukua timu 4 huku, kwa nini huku zimetoka timu 12, wao wanafahamu kutokana na vigezo vyao. Lakini binafsi kama mimi ukiniambia nitakwambia idadi ya timu 4 kwetu sisi ni ndogo, at least zingeongezeka. Labda niongezee kitu hapo. Naam. Yaani hapo unajua tatizo sio Brazil kutoa timu 4. Yaani wangeweza hata kutoa timu 5 kwa sababu ukiangalia hizo timu 4 hesabu tena timu zingine zipi zinazotoka Amerika Kusini. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo walivyodominate wao. Unajua wale kule wamedominate kwa niaba ya bara. Yaani hao wamedominate kwa maana ya bara kwa sababu kwanza timu zao ndio timu ambazo zinafanya vizuri kwenye mashindano yale mawili ya klabu Amerika. Unajua kule kuna mashindano ya Copa Sudamericana. Umeona? Ambayo ndo mashindano kama huko ilivyo ligi ya mabingwa Afrika. Umeona kuna yale mashindano mengine ambayo kama kombe la shirikisho. Kwa hiyo ukiangalia ndani ya misimu hivi karibuni timu za Brazil ndio zimekuwa zina perform, yani zinachukua ubingwa, zinafika finali na kuna finali ikutanisha wenyewe kwa wenyewe wa Brazil. Kwa hiyo FIFA walichokifanya wao wameangalia ile ranking, yani namna gani timu zimeperform ndani ya misimu 5 mfululizo iliyopita. Na ndio maana unaweza ukaona Europe leo Arsenal wamefika hatua nusu finali lakini kwenye mashindano hawamo. Wametoa timu 7 bwana. Umeona? Sasa hiyo ni kwa sababu ya rank ya bara zima. Brazil wametoa 4, Argentina zimetoka 2, Boca na River Plate. Naitafuta moja ya 7 hapa. Mbona kwa tochi? Sasa Marekani wamejimegea. Hizo zingine sasa ndio unakuta kina Pachuca, Mexico ambao ni Amerika Kaskazini, Los Angeles, Lakers. Inter Miami ndio ya Beckham. Moja ya timu ambayo inapigwa fitna sana, ilikuwa haina vigezo vya kuingia kwenye mashindano. Yaani Marekani peke yake wametoa timu 3. Ukiacha kwamba kuna timu kutoka Mexico. Sasa kuna timu imeingia kwa sababu kuna timu ilitolewa. Yaani iliomba kutoka kwa sababu haikuwa na financial, nasema haina misuli ya kiuchumi kuwezesha kushiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo of course wao waliangalia hiyo ranking na performance kiujumla ya bara zima kwenye mashindano hayo. Unakumbuka kuna kipindi timu za Amerika Kusini zilikuwa zinazibishia sana timu za Ulaya. Yaani unasikia Real Madrid kafungwa na Palmeiras sisi. Kwa hiyo yani wamekuwa na muendelezo huo. Of course nadhani Afrika kama tutaperform vizuri kwenye mashindano, maana yake rank yetu itakuwa inapanda. Kwa hiyo tutakuwa na nafasi kubwa ya kuingiza timu. Lakini pia kuna swala pia la kibiashara of course. Biashara of course. Yaani sisi unajua mashindano na siasa zake kama anavyosema Nkini. Yaani kumchukua leo hii RS Berkane na huko Inter Miami. Yaani soko lile. Yaani kwa hiyo of course kuna kama kaupendeleo fulani kanafanyika lakini pia kuna hizo ranking pia za bara. Kuna ukiondoa Real Madrid huku
Barcelona, lakini kuna watu huku bwana walikuwa wanatamba sana miaka ya nyuma, Corinthians, Sao Paulo, Internacional, wale walikuwa wanabeba miaka ya mwanzoni wakati linaanza. Na wamekosekana hawa watatu hawa. Kwa sababu katika timu 3 zilizochukua kombe la dunia la vilabu zote hazimo huko. Corinthians, Sao Paulo na Internacional. Kiziangalia utaziona kwamba zilichukulia nyuma kidogo. Nyuma. Mwanzoni kabisa mwa 2000 kule 2005, 2000 na ngapi. Mimi kwenye hizo nafasi za Afrika, natamani waende kwanza wafu wafanye kitu. Unajua mimi usipeleke ile mradi. Yani mimi nakuwa tofauti, ndio maana hata FAO alikuwa anazungumzia hata za World Cup. Tunapewa nafasi sawa hizo, hata hizo 5 zenyewe. Yani sisi kujipima msuli kabisa, unaona kabisa yani bado kuna sehemu tunatakiwa tufanye kazi sana. Yani tukienda kule tukikutana, jana nilikuwa naangalia mechi moja ya usiku ya Senegal na Ireland. Bonge moja la mechi. Mechi nzuri. Yani unaona kabisa kwamba yani Senegal kuna daraja fulani hivi wanataka kutoka. Ingawa bado wana kazi kubwa ya kufanya. Na hapo wametumia wachezaji wengi sana ambao sio wale masinia kwenye timu yao ya taifa. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi kuna sehemu bado tunatakiwa tupapambanie kwanza. Itachukua muda gani kwa soka la Afrika Mashariki? Tupate mtu na sisi Afrika Mashariki timu moja. Afrika Mashariki? Bado. Yani bado tunahitaji muda mwingine. Lakini umetukataa mapema. Unajua ukweli tu useme tu. Yani sisi bado tunahitaji angalau miaka 5, 6 kwenda mbele kutengeneza kitu kipya tofauti na hichi ambacho tunacho sasa hivi. FAO. Naam. Miaka mingi sana nkini au wewe unaongeza zaidi? Yuko sahihi, kwa sababu mpira una vitu vyake, yani una njia zake ambazo unatakiwa uzipite ili ufikie pale ambapo unahitaji kufika. Sasa ukituangalia sisi bado kama tuko nyuma kidogo. Tunahitaji msuli wa maana kuhakikisha kwamba tuzitafute hizo njia, tuzipite mpaka kufika tunakofika. Kwa hiyo na mimi naamini bado tukomae kwanza na hizi robo na finali hizi tunaanza kuingia. Kuza finali unarudi. Tukishafika sasa hatua tunasema sasa amna ni finali. Yaani amna finali. Pale sasa tunaweza kusema tupo kwenye njia sasa. Haya bwana, wenye timu zinazoshiriki michuano ya kimataifa tuna hizo nafasi 4. Pambane tukicheza finali mara nyingi hivi, tushacheza 2 hizi. Tukicheza na nyingine 3, 4 hivi wanaweza wakatufikiria na sisi mambo yawe sawa. Miaka nyuma bwana, miaka ilikuwa haitabiriki ya michuano. Kwa sababu tulicheza mwaka 2000 kaenda 2005, baada ya 2005 kaja 2006 na 7 na 8 ikatirika vizuri. Baada ya hapo haikuruka tena. Wanapitia hapa naona haikuruka. Japo 2024 haikufanyika. Sasa hivi ndio kufanyika na 2029, si ndio? Sasa hivi inakuja 25. Kwa mwaka jana kutoka hapo ndio 29. 29. Ndio hivyo. 29 haitakuwa na muendelezo. Hapana. Nafikiri ni kwa sababu wanaangalia Pyramids yamefuzu. Mashindano ambayo ni mwaka 2029 anaenda kucheza. Yaani baada ya kuchukua ubingwa imekuwa timu ya kwanza ya Afrika kufuzu. Kwa hiyo itakuwa inafanyika kila baada ya miaka 4. Nafikiri ndio maana imekuwa na timu nyingi na sasa hao watakuwa mabingwa kwenye miaka mingine. Sasa ni format yao, format yao wanatumia kigezo. Sababu kwa sababu kwanza hata ukija ukiangalia hicho kipindi ambacho unasemea ni miaka mingapi? Si miaka 4 labda tunasema, si ndio? Kwa hiyo ina maana tutakuwa na mabingwa 4 labda wa Afrika. Unaona? Kwa hiyo ndio maana wenyewe wanakuambia Pyramids ni ya kwanza imeshafuzu. Ambao wamechukua ligi ya mabingwa wa Afrika. Wenyewe wameshafuzu kabisa. Kwa mwakane na kwa wa pili. Hata kwa wa pili. Ule mwaka mwingine wa 3 afao wengine labda kuna vigezo vya kuangalia sasa. Vya kutoongezea nafasi zingine za FAO ambazo. Lazima ongeze vigezo sababu mtu anaweza akachukua mara 2. Miaka 2 ile back to back kama Ahali wakiamwaga mambo yao. Ahali huwa watu angushi huku sana. Japo hawajawahi kuchukua lakini huwa nafikiri nani alifanya vizuri zaidi huko pia? Mazembe. Alicheza nusu finali. Alicheza nusu finali. Alicheza nusu finali. Mazembe hata finali alicheza na Inter. Finali 2010 ile. Yaani mwakilishi wa Afrika aliwahi kuibeba kweli bara letu ni Mazembe. Japo kwa matokeo ni Raja. Sababu Raja finali alifungwa 2 tu na Bayern. Mazembe alipigwa 3 bila. Angalau kapunguza moja. Lakini wamecheza finali yote. Wamefua wewe. Wote wamecheza finali. Wamefungwa wote. Ila finali wote wamecheza. Wote wamecheza finali. Nakumbuka hii ya Raja hii mechi.
cheza vizuri sana. Ndio kwenye moja nusu finali ni walitoa timu ya Amerika Kusini ile wachezaji wakawa wanagombania viatu vya Ronaldinho. Nakumbuka mbali. Unajua mara nyingi inakuwa jezi. Sasa ilivyoenda kwenye viatu ndio maana ikamake hiyo story. Wachezaji wakawa wanagombania viatu vyake. Vya Ronaldinho. Ukaenda kuomba kiatu na mwingine kaenda kuomba kiatu. Basi mtihani kwa kweli. Lakini fundi hata mimi yule nikutana naye yule do. Hata ingemkuta amempukutisha mimi ningechukua socks. Za Ronaldinho yule, unakuwa kama rafiki yake chezea beli kiduku. Kevin Sabato. Alifanyaje? Alifanyaje? Dressing room ya Taifa Stars jamaa ni Samata Samata alikuwa ametoa viatu na nini. Sasa watu ile wanaona sasa Samata sijui. Jamaa akapita navyo akasema nyewe mnafanya masiara au Samata mjue. Akachukua. Kwa akapiga zake kiandamizi? Akaishi kiandamizi. Si unajua kuna ile aibu. Kama chazi kweli michazi yani anipe viatu yani unajua zile. Hiyo Samata huyo acheni ujinga. Akabeba mzigo? Ilikuwa ni heshima kubwa alimpatia kwa kweli. Unajua hiyo kuna story juzi goalkeeper wa zamani wa Nigeria Vincent Enyama ameitoa kuhusu Messi. Anasema wakati wa kombe la dunia 2014 yeye alimuomba Messi jezi. Kwamba bwana naomba mechi ikiisha tubadilishane jezi. Kwa mechi ilivyoisha Messi kweli akabadilishana jezi akachukua ya kwake, yeye akachukua ya Enyama. Alafu sasa baadaye wakati wako vyumbani Enyama akasikia anaitwa. Bwana Messi anakuita. Yaani Messi ametoka kwenye vyumba vyake kaja kumuita. Yani kaenda kwenye chumba cha yani ambacho cha dressing room ya Nigeria mlangoni. Ilikuwa Urusi ile? Brazil 2014. 14 ni Brazil, yes. Kwa hiyo alipotoka pale Enyama akamwambia kitu cha ajabu, nikamkuta tena Messi ana jezi nyingine. Yaani jezi nyingine ya Argentina ambaye namba 10 afu imesainiwa na wachezaji wote wa Argentina. Akamwambia bwana ile ya mwanzo nimekupa ile itakuwa ya kwako. Yaani utaweka kumbukumbu. Lakini inakupa nenda kauze. Yani ifanyie mnada. Nimeomba wachezaji wenzangu wote wa Nigeria wa Argentina waisaini. Kwa hiyo na kukabidhi yani wewe hakikisha unaiuza na sehemu ya hela utakayopata. Najua utapata hela nyingi lakini sehemu ya hela utakayopata itumike kama kwa ajili ya huduma za kijamii huko Nigeria. Na anakuambia ile mechi yani siku ile alipokea oda nyingi sana yani watu wengi sana wanaitaka ile jezi. Yaani watu wengi wanaitaka wale walifanyika mnada na akapata kweli hela na akatengeneza kituo Nigeria na akatoa baadhi ya huduma za kijamii. Anamuona Nyama pale kwanza alipasha oga. Lazima alishtuka kidogo. Unajua sio jambo dogo Messi anakutafuta. Kabisa. Naona ndugu zako bwana Mlandege wamekuwa mabingwa. Ndio nilikuwa naitafuta habari hiyo. Wako kwenye Zanzibar leo. Wako kwenye Zanzibar leo Bwana uzuri wa Zanzibar leo bwana siku hizi linawai. Wako vizuri. Zanzibar leo siku hizi. Wasikivu waungwana sana ama bwana. Picha. Mara kwanza hapo ulikokutana na habari za Maniu ndo. Bwana kama ulikuwa una taarifa kupitia ZBC2 wewe unaoendelea kule ligi ya Zanzibar huwa inaonekana na kama ulitazama mchezo wa jana mara baada ya mchezo kumalizika Mlandege wakatangaza kuwa mabingwa. Kwa hiyo utambue kwamba Mlandege bingwa PBZ 2024-25. Kombe la Mapinduzi bado wanalo, walichukua back to back. Kwa upande wa vilabu bado wanalo. Wanasubiria itakapokuja tena wakati mwingine wakati wa vilabu. Maana iliyopita ilikuwa ni timu za taifa. Vilabu wenyewe bado bwana. Jana basi hapaja kalika pale. Mlandege Zanzibar. Ni kama tunaiona timu ya wananchi. Watu wanatoka kwa mjini kuanzia Amani mpaka kule kwao kule. Afu wakifika kwenye ile round about pale wanapaita nini pale? Kuna jina lake pale huwa wanakutanaga pale viwanja vinaitwa vya nini vile bwana? Maisara siko huku kabisa huku. Wala wana mtaa wao kabisa mtaa wa Mlandege. Ile barabara ya Mlandege. Sasa kabla hujafika kuna kile round about pale nyuma hapa kuna kuaga na kama kuna maandamano au kuna nini huwa anaanzia pale. Watoto wanacheza pale. Kuna madude ile mabembea. Sisi tuko tunaitaga Maluna Paki. Maana wakifika pale ndo lazima waweke kamera. Pale ndo wanakutana yani wanatokea kichocho hiki wanatokea kichocho hiki ndo wanakutana sasa hapo wanaingia mtaani kwao Mlandege kule. Ngereni sana Mlandege. Mnafanya vizuri. Binafsi mimi ni mshabiki wenu. Niliwashabikia mwaka 97
97 98 kwenye Eastern Central ile. Ilikuwa na timu moja matata sana akina Kaabuka ile. Kaabuka Mlandege ile. Walikuwa na timu moja matata sana miaka ile Mlandege. Tuwaambia kwamba wameenda kwenye michuano ya kimataifa. Yaani mimi la kwangu moja tu wameenda kwenye michuano ya kimataifa. Na imani sasa hivi mechi nyumbani itachezwa nyumbani. Uwanja upo. Sasa mimi sijui. Lakini wameenda kwenye michuano. Itakuwa maajabu kweli. Kama mchezo wa finali kombe la shirikisho umefanyika pale Zanzibar kwenye uwanja ule. Alafu nyinyi mtuambie mnaenda kucheza mechi ya nyumbani ugenini. Tutakuelewa. Tutalazimika kuelewa. Ulikuwa sahihi lakini sio kama sasa. Sio kwa ubora ambao uko nao sasa. Kwa sasa. Kwa ubora ndio ulioondoa. Sijasema ubora ndio umeondoa. Kama kuna sababu nyingine ambazo unazifahamu unaweza ukatuambia lakini tushangaza. Okay. Kwa Zanzibar leo bwana wamefanya story na Masawe Jacob katika mahojiano hayo Masawe anasema anatamani kucheza Taifa Stars. Masawe huyu? Masawe. Jacob. Masawe ni mmoja wa wachezaji ambao msali ligi muda mrefu pia. Sana. Nafikiri mimi mpaka yani kuanzia naandika labda miaka 5-6 nilikuwa namtaja kama mchezaji ambao amecheza ligi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo inaonekana sasa hivi amecheza zaidi na bado anatamani kucheza timu ya taifa. Tumtakie kila laheri. Unaweza ukapata call up kwa mechi zako mbili. Ndio maana nasema tumtakie kila laheri. Na wachezaji wameweza kupata nafasi kwenye kipindi hicho, kwa hiyo sio jambo baya. Fanya akionyesha juhudi mazoezini kwenye mechi. Nafikiri nafasi hiyo bado anaweza kuipata. Okay. Unajua Jacob bwana rafiki yangu. Mimi nitamtafuta tu binafsi tuongee. Upo ushauri au? Niongee naye kiutu uzima. Kwamba utaniita na mimi kwenye kikao. Tukae tuzungumze na Jacob. Kuna wachezaji yani anaweza, mimi simkati tamaa. Kweli Mimi simkati tamaa. Anaweza. Mimi binafsi. Mimi naiona nafasi ya Jacob national team. Yaani kama kwenye mashindano sijui chani yani hata hizi friendly matches mimi naona nafasi ya Jacob. Of course yani kwa mtazamo wangu mimi. Kwa sababu kwanza ana nidhamu lakini ukimwangalia leo hii uwezi yani kwa mfano kama unamwangalia mara ya kwanza hivi uwezi ukadhani kwamba ni mchezaji mwenye umri mkubwa kwa sababu ile kasi anajituma sana kuliko vijana wengi Lakini pia wachezaji kama wale wakati mwingine hawaiti national team kwa ajili ya kucheza. Yani unajua ile historia yake yani ile profile yake tu inaweza ikawa kama ni kitu kikubwa sana kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwa wachezaji wadogo. Katika kipindi hiki ambacho Tanzania tunaanza kuwapa nafasi wachezaji wadogo. Wanahitaji wachezaji wenye umri mkubwa kama akina Masawe. Yaani sio tu kwa kucheza, yani nafasi za kucheza zipo. Yaani zipo kwa wadogo lakini kwenye vyumba vya kubadilishia nguo tunawahitaji sana wachezaji kama akina Jacob. Yaani ile historia ya maisha yao jinsi walivyojitunza inaweza ikawa ni kitu kizuri sana kwa wachezaji ambao wanakuwa. Kuna ule mfano juzi wa ule mchezaji wa Inter Milan Francesco Acerbi ambaye yule kaja kuwa maarufu huko bwana, yani kwenye msimu ndo kaupatia umaarufu. Kwa hiyo sio jambo la ajabu. Amepita amepambana na kansa, pambana sio na nini, vitu kibao. Yaani muda ambao anakuja kurudi sasa kucheza, anakuja kupata kile ambacho alikuwa anakitarajia ni muda ambao watu walihisi ya kwamba muda wake umeshaisha. Kuna wengine huwa waonekani mapema, kina Jamivadi wale. Mtu kama Godfrey Boni Ndanje marehemu. Tumekuja kuona midfield ya maisha. Kwa mimi nilimuona mapema. Na Ndanje. Kuna mechi moja ilikuwa ni FC na Tukuyu nadhani. Kabla hajaenda Prisons. Tukuyu ile bado kijana yuko na kina Mwansasu. Walikuwa wanatafutana uwanjani na Cheupe yani kuna mpira mmoja Cheupe alipata akampiga mkanda. Sasa hapa tunaongea lugha za kimpira ambao hajui kidogo tunawaacha yani. Wataelewa tu. Kanzu sio kanzu lakini mpira kama unakupita kiunoni hapa. Yaani unatafuta unataka uushike uweze kuushika, kuucheza unataka uucheze uweze kuucheza. Yaani viungo vyote vinataka kuugusa ule mpira. Kama sio Cheupe alikuwa ni Abdullah Ismail yule. Kitu kama hicho. Basi Ndanje alimtafuta mpaka akampata yule. Akamrudishia mkandake. Kiungo ubonge akiungwa. Miaka ya nyuma sana ile. Baadaye ndo nikaja nikamwona Prison tena. Sasa jamaa huyu bwana bado anacheza. Mara kaja Yanga Afrika. Sasa mimi napiga story nikamwambia huyu jamaa alitakuwa ameshamaliza mpira. Yaani Maximo tu
kumuita Taifa Stars ndio Yanga na wenyewe wamemchukua, lakini huyo alitakuwa aje mjini muda mrefu sana. Bora wake ndio ulimleta national team. Na hapo ndo anamaliza. Yaani wakati wanamuona bonge la midfield mimi naambia bwana huyu anamaliza. Kwa kingoni. Ngambia hao kana Nsajigwa kana hivyo wale wanamuita brother. Danger. Unaona hivyo, unajua hivyo amedaka nani bado ndo anamaliza mpira. Kocha nani? Kocha Tukuyu baadaye akaja Yanga msimu mmoja. Tikafundisha Dodoma hapa. Kapandisha sana timu za daraja la kwanza. Bwana. Makata kabla hajastaafu unajua hivyo anadaka. Amecheza sasa hivyo anamuita Ndanje Blaza. Kwa watu wamekuja kumuona ndo anamaliza. Hata Nsajigwa kwa wanaomfahamu wanakuambia alichelewa kuja huko. Lakini alianza kukipiga huko. Sasa ufikiria Nsajigwa unampata na miaka 18 19 alikuwa na energy ya kiasi gani? Kama vile juzi nilikuwa kuna story moja alikuwa anaangalia juzi. Kwa nimeangalia vitu nikawa namuuliza mtu ninachokiona mimi na Mungu ni sahihi ya kwamba yani na Mungu as timu nzima. Nyoni ana goli 6 nafikiri. Alafu ndio anaongoza kwa magoli kwenye timu. Nikamwambia huyu ni mchezaji ambao hapo nyuma watu walikuwa wanasema anaenda kumalizia. Yaani unaelewa? Yaani Nyoni kwenye kule alipotoka na huko alipo na Mungu mtu alikuwa anaenda kumalizia. Lakini nikamwambia sasa hivi ukimwangalia ndio best kwenye timu kwenye position ambayo sio position hata ya kuwa na idadi hiyo ya magoli. Kupata hizo nafasi za kufunga ni mara chache. Sema Nyoni ni unajua Nyoni anakuja ndo si wengine tunakimbia kwenye mpira. Wakati anakuja kule kwa Mzee Mtumwa rolling. Wakati anakuja Rolling Stone. Yule ni mzuri sana kwenye dead balls. Yaani Nyoni penalty akienda kupiga wala una wasiwasi. Hata Simba wamemtumia sana kwenye kazi hiyo. Free kick hizi anazipiga sana. Kabla ya kuondoka kwenda Burundi na baadaye kurudi Tanzania. Ndio Vitao. Yule jamaa fundi sana. Nakutana naye Burundi mimi akiwa na nimekutana naye Rwanda akiwa na Vitalo. Nishamwambia siku moja nikamwambia mimi ningekuwa wewe mimi ningecheza namba 8. Yaani tangu nakuwa ningechagua kucheza namba 8. Unajua namba 8 zamani ni kama namba 10 sasa hivi Namba 8 zamani walikuwa free. Yaani nyie kabeni mkipata mtampa. Niletee mimi. Mimi nafanya maamuzi sasa. Sasa Nyoni mzuri sana kwenye zile. Sema yeye akapenda zaidi nafasi za chini zaidi. Kwa ni mmoja kati ya wachezaji wazuri na Mungu amtumia sana wakati mwingine nimeona kwa mechi zingine kama beki wa kati. Na mechi nimeona mchezaji beki wa kati, kuna mechi nimeona mchezaji full back. Yaani unajua yule kuanzia namba 2 mpaka namba 6 anacheza. Yaani 2 3 4 5 6. Anacheza vizuri tu. Tunakumbuka kati kwa Azam alikuwa anacheza beki wa kushoto. Shomari kulia yeye anapiga kushoto. Kwa ni mchezaji ambaye iko sawa sawa na naweza kufikiriwa kwenye chani unaweza kumuongeza yeye na Masawe kutoka na Mungu. Masawe unasema utaongea naye. Nitaongea naye. Nimeona story moja hivi ya Uhuru hapo. Ya Fadlu. Aigomea Yanga. Tuangalie bwana gazeti la Chama linasemaje hapa. Gazeti lenyewe ni kwa ushahidi, mambo kwa ushahidi. Kocha Fadlu aigomea Yanga. Sasa ameigomea vipi utalitafuta ile gazeti baadaye. Uendelea kusoma wakati unasubiria vile vilivyochinjwa, unapitia kidogo na gazeti huku utajua tu kaigomea nini. Lakini kwa haraka tu kusoma juu kwamba ameona imetosha. Yaani sasa hivi. Inawezekani kila ukikutana tu mnyama anapasuka. Hii hapana bwana. Hii kagoma. Na kwa miaka ya karibuni nadhani ndo trending ambayo haijatokea muda mrefu. Yaani Simba na Yanga kukutane mara 4 ashinde mmoja. Ilikuwa ni miaka ya nyuma sana ile kipindi mmoja yuko bora kuliko mwingine. Miaka ya nyuma imetokeaga hiyo. Imetokea. Shinda msimu 3 4 mfululizo. Na ndio mwanzoni maneno mteja au teja limeanza kuibuka kwa sababu ya vipigo vya mfululizo. Tofauti ya hicho kipindi ambacho cha nyuma wao walikuwa unashinda alafu mimi nachukua ubingwa. Yaani ndio ilivyokuwa. Yaani sasa hivi anayeshinda anachukua pia na makombe. Yaani vile mtu alikuwa anasema bwana mimi bwana acha mimi Simba nifunge. Nadhani rekodi kubwa ni ya Mzirai kwa kumbukumbu zangu mimi, utanirekebisha. Uzuri wote ni seniors. Ule ana mechi ukitaka kumhesabia kwa idadi ya mechi unaweza kusema 6. Alishinda mfululizo, lakini ya 6 haikuchezwa.
Ilikuwaje? Simba hakucheza hiyo mechi. Kwa nini? Ilikuwa kombe la Muungano. Kwa Yanga akapewa ushindi. Ukiingia kwenye records kama ujui, unakuta kuna mechi Yanga 91 92, Yanga 2 Simba 0. Ile ni matokeo ya kupewa mezani, matokeo mezani. Ilikuwa mechi ya Muungano, ilikuwa mechi ya Muungano. Lakini mechi zilikuwa ni 5. Ni 5, sio 6. Sasa ile ya 6 ndo timu haijaji. Sasa ukienda kwa kuzitafuta, ukianza kuzihesabu unazikuta ziko 6. Ila kwa sisi ambao tunakumbuka hicho kisanga, unajua hii mechi haikufanyika, huu ushindi ni wa kupewa ule zamani. Na kwa kuongezea hapo aliposema Nkini, yani sasa hivi mtu ana timu inayoshinda inachukua na ubingwa. Lakini pia sasa hivi unajua hata ile dhana kwamba mmoja anaweza akawa vibaya afu akamfunga ile vizuri kama umfuatilie zile mechi za hivi karibuni. Hamna sasa. Yani haipo tena. Yani ile tabia kwamba timu mbovu inashinda. Hamna sasa hivi. Wewe kama mbovu utafungwa. Yani hiyo chao hapo nyuma kwamba bana mimi hata Simba na Yanga itabiriki, siku hizi inatabirika. Kabisa. Yani hiyo ubovu na ubora umebaki kwenye mechi ya Coast na African Sports. Huko ndo Sports inaweza kawa daraja la 3, Coast Premier na Sports yakashinda. Yani kawaida tu, wala haina shida. Lakini sio huku sasa. Huku kidogo imeondoka. Na hata Tanga kwa namna hali inavyokwenda kwa ndugu zangu African Sports. Wale ndugu zangu bwana wana hali ngumu. Au KMC na Dodoma Jiji. Kwa sababu ukifuatilia misimu ambayo Dodoma Jiji kaomba Mungu mingi, kamfunga KMC. Msimu ukiangalia KMC ndio wameomba Mungu, wamefunga Dodoma Jiji. Huku bwana mzuri tu. Yani ukishakuwa. Lakini pia tumeshuhudia misimu ya karibuni Simba na Yanga wote wakiwa wazuri. Huwa haitokei mara kwa mara. Kwa sababu ukirudi nyuma labda msimu wa 93, 92, 93, 94 mpaka 95 wote walikuwa vizuri. 93 ndo ile Yanga anachukua Kagame pia. Simba anacheza finali ya CAF. Simba anacheza finali ya CAF, afu Yanga ndio kuchukua ubingwa Uganda, si ndio? Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Kwa ile kuanzia pale wote walikuwa na timu nzuri, lakini baada ya hapo akipotea, mmoja anapotea anarudi, mwingine anapotea tena anarudi. Huwa haitokei mara kwa mara. Bwana, mechi ya baadaye tumalizie kwa dakika chache ambazo tuko nazo. Tuanze na Faustin, Madagascar na Tanzania. Kwa performance ambayo wameionyesha Stars jana, naamini utakuwa mchezo mzuri. Utakuwa mchezo mzuri ingawa matokeo ya nani anafungwa siku hizi yanabaki kwenye ndani ya dakika 90. Lakini tunaangalia tu kwa ujumla performance na nini. Madagascar sijawaona, lakini kwa namna ambavyo nimeona Stars, naamini kabisa utakuwa mchezo mzuri dhidi ya Madagascar. Chazi? Kwangu mimi naona pia ni mchezo mzuri kwa Stars, kwa sababu ukiangalia hata ubora wa ligi ya Tanzania na ligi ya Madagascar, ndio mashindano kama Madagascar wanatumia zaidi wachezaji wa ndani. Bado tuna uwezo, tuna kikosi cha kuweza kupambana na Madagascar. Kwa hiyo naona kama inaweza ikawa na matokeo mazuri kwa Stars. Mkini, kwa upande wako? Mimi nabaki pale pale. Matokeo mimi sio issue sana. Yani Stars waende yani bechi la ufundi waende wakiwa wanajua kwamba sasa hivi tunapoelekea ni kwenye CHAN. Yani mimi macho yangu yote natamani ni waone ya kwamba yani kile ambacho kinafanyika sasa hivi kiwe ni daraja la kufanya vizuri kwenye mashindano ya CHAN yanayofuata. Kwa nafikiri issue ni kuendelea ku-maintain wale ambao unawaona ya kwamba wanastahili kucheza. Mimi leo ukiniambia kwamba Msuva acheze, nitakwambia ni sahihi kabisa. Kwamba asicheze, acheze mtu mwingine ambao tutamtumia kwenye CHAN. Okay. Mimi ukiniuliza na mie kusiliwa kwa mwali tu na kwa kungwi pia watu waguseguse siku ya kuchinja leo. Timu ya taifa ya Tanzania ina nafasi nzuri zaidi kutokana na ubora wa ligi yao. Kama ubora wa ligi ni kwa ajili ya wachezaji wanaocheza hapa ndani, basi wachezaji wa ndani inabidi wafanye vizuri zaidi. Lakini ni kipimo kizuri sana kwao kujiandaa na CHAN tukiwa kama wenyeji. Tusiishie kwenye hatua ya makundi. Kila mwaka tukiingia tunaishia makundi. Tutakuja kutoa jina sasa la wenzetu wa Mbeya kule mwaka kundi. Inabidi tuliondoe hiyo angalau tufike kwenye hatua ya nusu finali. Na ili kufika huko, maandalizi kama haya ya Kosafa yanakuwa yanatusaidia zaidi. Kila laheri timu ya taifa ya Tanzania hapo baadaye. Kumbuka mchezo utakuwa live kupitia Azam Sports 1. Usiache kutazama. Kama ngoma inakata leo, kwa maana kifurushi chako lipia mapema. Mimi ni Pasco Kabombe kwa niaba ya wenzangu pamoja na msimamizi Michael Kashindie. Basi uwe na siku njema ya Eid al-Adha.